Yes, mambo vipi mwana familia wa Hetnet Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama taarifa za kimichezo ambazo zimeendelea kuhaba na kutendi sana kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kubwa zaidi ambalo tumekuletea leo ni vile ambavyo ni vote nkuvute ya dabi ya Kariakoo inazidi kupamba moto, zikiwa zimebaki siku 3 kuelekea kwa dabi hiyo kuchezwa. Basi unaambia kwamba Simba Sports Club nao wamekuja na msimamo wao juu ya Kariakoo dabi hiyo. Nini kimehappen na nini kimetokea? Nikwambie tu kwamba jisogeze mpaka karibu kabisa na update hii ili tuweze kwenda pamoja sambamba bamba to bamba mpaka mwisho wa safari ya taarifa hii, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania, hasa kwa wakati huu ambapo tayari mambo yanazidi kuwa mengi sana kuelekea kwa dabi ya Kariakoo ambayo inazidi kuzua sura mpya siku hadi siku. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba Sports Club, na mimi nikasema hapa ni lazima nikusomee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga hilo la michezo. Taarifa kwa umma kutoka kwa Simba Sports Club. Klabu ya Simba inawaarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa haitaingia uwanjani. Klabu ya Simba inautaarifu umma na wanachama wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume cha taratibu na uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa siku ya Jumapili Juni 15, 2025, na pia tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu wajitokeze kwa wingi kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku ya hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu ya Simba Sports Club nguvu moja. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Simba. Kwa taarifa hii unaona kabisa kwamba aliyekuwa anapinga msimamo wa klabu ya Young Africans naye kaunga mkono msimamo huo. Mambo yanazidi kuwa mengi, na hii inajieleza wazi kwamba Simba hichi wanachokifanya ni kama kichekesho. Unajua, wakati Young Africans alikuwa anadai hoja zake za msingi, Simba walionekana kuwapinga na kuona kwamba Young Africans ni kama wanatibua hivi, ni kama hawafati sheria na kanuni. Lakini hichi walichokifanya Simba Sports Club wenyewe unaona kabisa kwamba ni yale ambayo Young Africans alikuwa anayahangaikia. Leo hii Simba Sports Club anakataa kwenda kucheza mchezo huo kwa sababu ambazo anaziita kwamba sio sababu za msingi kuahirisha mchezo, wakati mechi ya March 8 iliahirishwa pasina kufuata sheria na msingi za mpira wa miguu Tanzania, kama jinsi ambavyo Simba Sports Club yeye mwenyewe anapinga kwamba taarifa hizo ambazo ni za chini kabisa ambazo zinasema kwamba huenda mchezo huo wa tarehe 15 ukaahirishwa kutokana na sababu za kwamba bodi ya ligi waweke mambo sawa kwa upande wa Young Africans ili waweze kuelewana na mchezo huo kupangiwa tarehe nyingine ili uweze kuchezwa, apatikane bingwa wa NBC Premier League. Lakini kwa taarifa hii ambao wanaitoa Simba ni kama wanagongelea msumari pale ambapo Young Africans alikuwa ameishia. Ikumbuke kwamba Young Africans walikataa kucheza na kushiriki mechi hii ya namba 184 mpaka pale ambapo matakwa yao na hoja zao za kimsingi mpaka zisikilizwe. Na hii sasa inaelekea kuwa kwamba tayari TFF na bodi ya ligi walikuwa wameshakwisha kuketi kikao na kuona kwamba ni namna gani ambapo wanaweza wakaona kutatua mgogoro huu ambao mpaka sasa umezidi kuwa mkubwa na unazidi kuzua gumzo siku hadi siku, na mambo mengine ambayo tulikuwa hatuyajui tayari yameshakwisha kuonekana kuvumbuka, kwa maana mambo kama yale ya madeni ambayo Young Africans wanadaiana na TFF zilikuwa hazijulikani hizo story, lakini kutokana na mgomo huu ambao Young Africans wameweka hapa, unaona kabisa kwamba ni mambo mengi ambayo yamezidi kuibuka, na hivyo ni kwa maslahi mapana ya mpira wetu wa Tanzania. Bodi ya ligi ni vyema wakauahirisha huo mchezo na kuupangia tarehe nyingine ili kuona namna gani wataweza kuzungumza na Yanga na kuona kwamba wanatatua mgogoro huo ambao mpaka sasa upo na unazidi kuwa mkubwa siku hadi siku. Lakini hichi walichokifanya Simba Sports Club naweza nikasema ni kichekesho, kwa sababu mechi ya kwanza iliahirishwa kwa sababu
sababu yao wenyewe ambayo waliweza kuitoa na haikuwa sababu ya msingi na sababu ambayo ingeweza kuahirishwa kwa mchezo, lakini wao leo hii wanapinga uamuzi wa TFF wa kuahirisha mchezo na bodi ya ligi kuahirisha mchezo huo wa namba 184 ambao ulitajwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe 15, lakini kwamba unaweza kuona kwamba wakati Young Africans alipokuwa anafuatilia haki yake waliona kama Young Africans ni ukorofi, na wakati mwingine waliweza kusema kwamba Young Africans hana maadili, haheshimu mamlaka ambazo zinasimamia mpira wa miguu. Mpaka sasa TFF na bodi ya ligi wako kimya, hawajatoa statement yoyote wala hawajatangaza marefali ambao wataamua mchezo huo, lakini pia hawajatangaza uwanja ambao utahodhi mchezo huo, lakini pia hawajatangaza tiketi wapi zitakwenda kuchukuliwa. Na Simba anawasisitiza mashabiki wake kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 15 pasina kujua kwamba ni wapi watazitoa tiketi ambazo watakwenda kuingilia katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Lakini pia Young Africans hawajatoa rasmi kwamba uwanja wao wa nyumbani katika mchezo huo utakuwa ni wapi. Kwa hiyo hata Simba kuwashawishi mashabiki wao kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni kama wanawakosea mashabiki wao. Unajua, nimekuwa nikitoa tathmini na uongozi wa klabu ya Simba hasa katika idara ya habari. Nilikuwa nikizungumza kwamba katika idara ya habari ya klabu ya Simba Sports Club imekuwa na mapungufu mengi, na wamekuwa wakitoa taarifa ambazo mwisho wa siku zinakuwa na mkanganyiko, zinakosa maana na kuwakosea sana mashabiki wao na wapenzi wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Kwa mfano, kipindi cha vuguvugu la fainali ya shirikisho barani Afrika kafu ambalo lilikuwa lina usibu uwanja wa Benjamin Mkapa kwamba mchezo umetolewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuhamia New Amani Complex, uongozi wa klabu ya Simba kupitia idara ya habari waliweza kusisitiza mashabiki wao kwamba waendelee kukata tiketi na wakiamini kwamba mchezo utaenda kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati wao wana taarifa kabisa rasmi kwamba uwanja huo hautaweza kuchezeshwa kwa mchezo huo. Walikuwa wanajua wazi kabisa kwamba mchezo unapelekwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Sasa leo hii wanawataka mashabiki wao waendelee kukata tiketi pasina kujua kwamba mchezo utafanyika ama hautafanyika. Kwa hiyo zimekuwa ni taratibu za uongozi wa klabu ya Simba katika idara ya habari kuwasisitiza mashabiki wafanye kitu ambacho baadaye wanakosa ufafanuzi, ni kama wanawaingiza mkenge. Leo hii unawaasa mashabiki, unawasisitiza waendelee kukata tiketi ambazo tiketi hakuna sehemu yoyote ambayo inauza tiketi, lakini pia unawaambia mashabiki waje wajaze uwanja wa Benjamin Mkapa, hali ya kuwa Young Africans hajatangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao utahozi huo mchezo ama utakuwa ni sehemu rasmi ya kuchezeshwa kwa huo mchezo. Lakini pia unawasihi mashabiki wako wakati tiketi na waje uwanjani kujaza uwanja, wakati ambapo zikiwa zimebaki siku mbili kabla ya mchezo. TFF na bodi ya ligi hawajatangaza uamuzi wa mchezo, hawajafanya maandalizi yoyote ya mchezo huo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba uongozi wa klabu ya Simba katika idara ya habari una mapungufu, na ni namna gani wanaweza wakaketi ili kurekebisha hizi taarifa zao ambazo zimekuwa zikitolewa na kuhakikisha kwamba zinapoteza dira ya mashabiki, hasa katika wakati huu wa migogoro ambayo bado haijatatulika na bado haijawa rasmi kwamba mechi itakuwepo ama haitakuwepo. Wao kutoa taarifa hiyo ni kama wanagongelea msumari ama wanaitishia mamlaka ambayo iliweza kupanga tarehe hiyo ya mchezo, lakini pia bila kuona kwamba ni kuna haja gani ya kuweza kuzungumza na Yanga kwa mustakabali mzima wa mpira wetu wa Tanzania. Ni vipi ambavyo mamlaka wangeipa muda wa kuzungumza na Young Africans ili wakatatua changamoto zao na kuelekea kwa mchezo huo uchezo kwa amani bila shida yoyote kabisa. Lakini leo hii Simba Sports Club wakisema wagomee mchezo kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo, ni kama anawashangaa kwa sababu wao wenyewe ndio chanzo cha kuahirishwa kwa mchezo huo, na wao wenyewe ndio wala ambao walifanya mpaka mchezo uahirishwe pasina kufuata sheria na kanuni za mpira wa miguu. Je, ni vipi kama bodi ya ligi wakikana wakiamua kuipa point Young Africans kutokana na yale ambayo waliyafanya ama yale ambayo
yalifanywa na kiongozi ambaye anatajwa kuwa ni kiongozi wa serikali ambaye alipiga simu kuzuiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Haya, leo hii Young Africans wakashikilia hilo na mamlaka zikakaa wakagundua ni kweli hilo jambo likatokea, na Young Africans akadai pointi zake kutokana na kwamba mechi hiyo iliahirishwa pasina kufuata sheria na kanuni. Je, Simba watakuwa na nini cha kuzungumza katika hilo? Hebu tutiririke katika comment hapo tuweze kujuzana kwenye comment section hapo. Wewe unalitazamaje hili na unatazama nini kinachokwenda kutokea katika mpira wetu wa Tanzania na mustakabali mzima wa afya ya mpira wetu wa Tanzania ambao unazidi kukua siku hadi siku, lakini vitu kama viovu kama hivi vinazidi kuriumbisha soka letu la Tanzania. Comment yako ni ya muhimu sana, endelea kudrop comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nazo katika updates zijazo, na hii ni Headline Media. Bye bye.